pale. Na jana alifunika tuta. Anapenda sana matuta. Mechi mbili penalti mbili. So mbaya kama zinastahili weka tu. Yote hayo matukio of course ya mbili alizoweka zote zistahili. Zote zistahili. Sababu Azam ile ndio hii. Uliona ile Azam? Sasa ile tapeli. Sawa. Kwa hiyo huu ni mfululizo. Waamuzi ndo hawa ambao tunawazungumzia wa soka la Tanzania. Msajigwa, kuna haja ya kutumia waamuzi kutoka nje ya Tanzania? Before hujajibu hilo, kwa kuwa nataka tubadilishe muda hapa, hebu niambie kwanza, hii kanuni ya kuruhusu waamuzi wa nje ni kanuni ya ngapi iliyofanywa maboresho? Hii ni first mic kidogo. Kanuni ya 39 ibara ya 7 moja. Hii ndio ambayo inaruhusu. Naweza nikaisoma hapa. Kanuni ya 7 inasema kamati ya waamuzi ya TFF itapanga waamuzi kwenye michezo ya ligi kuu na ndiyo pekee yenye mamlaka ya kupanga, kubadilisha na kuondoa muamuzi kwenye ratiba kwa utaratibu na mfumo uliowekwa kwa kushirikiana na secretariat ya TFF kwa mazingatio ya kanuni hizi. 7.1 ambao ndo moja kwa moja sasa inaenda kwa waruhusu waamuzi kutoka nje. Kamati ya waamuzi ya TFF inaweza kupanga muamuzi au waamuzi kutoka nje ya Tanzania kwenye michezo ya ligi kuu. Kamati ya waamuzi ya TFF inaweza kupanga muamuzi au waamuzi kutoka nje ya Tanzania kwenye michezo ya ligi kuu. Tuenda break, itarejea hapo tathmini tupo nayo hapa. Je, unakubaliana na hiyo kanuni ambayo inazungumzia issue nzima ya waamuzi kutoka nje ya Tanzania? Kutokea Mikocheni, Dar es Salaam. East Africa Radio. Ni East Africa Radio. Ni East Africa Radio. Together tunawakilisha. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Yes, hii ni Kipenga East Africa Radio kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Dakika moja imeshatimia mara baada ya 2 kamili za usiku. Tuendelea na taarifa mbalimbali za kimichezo. Ndugu zangu, tumerejea hapa tena. Bado swali ni lile lile. Kuelekea Kariakoo Derby. Na minong'ono ambayo inaendelea, vilio vya waamuzi. Kwanza Ijumaa hapa ndugu zangu tulifanya kipindi. Wakando wakanijibu ni sure bet. Nikakwambia milio ya waamuzi. Hivi viporo ambavyo vipo kwa Simba na Yanga. Sikumgusa Azam na Singida, ila viporo ambavyo vipo kwa Simba na Yanga, na hawa ni nature mbio za ubingwa, ni kitu cha kawaida. Vilio vinaanza saa hizi. Ngamba huu ndo muda wenyewe. Ukasema unajua kwa nini nikwambia vile brain? Umeona ratiba ilivyokaa? Ya back to back. Back to back. Kuna muda vyuma vinahitaji grease. Kama mambo yamekaza. Yani kuna muda vyuma vinahitaji grease. Ndio maana hata kwenye gari kuna sehemu ya kuweka oil. Oil kwenye gari ni kwa ajili ya kulainisha vile vyuma, visisagane, engine sinoki. Kwa hiyo huku kwenye mpira kuna grease pia, kuna oil pia. Kwa hiyo makosa ya waamuzi kuna muda ni kutokana na oil. Ambao wajomba anaweza usicheze katika ubora wao, lakini inabidi washinde. Kuna uhakika kabisa hapa hadondoshi alama. Huyu mtu leo anatakiwa kufungwa. Yaani kuna muda unakaa unaangalia game ya Yanga au Simba, unaona kabisa huyu leo anatakiwa kufungwa. Kila dalili hata sare, kila dalili ya sare unaiona. Afu kinajitokeza chuma tu hicho kimoja huko kilikotoka. Wewe ukijitupa tu yeye anafunika. Na hizi mechi za Simba na Yanga bwana, hasa hizi za viporo, waamuzi wachezeshi kwa bahati mbaya. Niamini mimi, nchi hamna jambo la bahati mbaya. Na wachezeshi kwa bahati mbaya linalowahusu Simba na Yanga. Hamna bahati mbaya kwa maana gani? Kwa maana gani? Hawezi kuchezesha hizi tu. Yaani maamuzi tu akaenda yani kuna claim ilitoka mwaka jana kama unakumbuka. Ulitoka yani watu walibidi warudishe mpaka mkeka wa waamuzi waliochezesha mechi ya huku na huku kwenye mfululizo wa muda fulani. Ule ulikuwa bahati mbaya. Ilitokana na namna ambavyo hawa watu wanajuana maongoni mwao. Yani Simba na Yanga, anachokifanya Yanga
Simba ashawahi kukifanya. Anachokifanya Simba Yanga ashawahi kukifanya. Kwa hiyo hawa watu, kuna movie inatokea, Yanga anamuona Simba kuna kitu anakifanya, anajua tu hichi. Kwani matakwa ya Yanga wakati ule kwenda TFF na kumhitaji Kidao achie ngazi yalienda kwa bahati mbaya? Au hayo mbali yale ya kamati ya waamuzi we huru. Hayo kwa bahati mbaya. Naona kwambia, yani ukishaona kwenye viporo kama hivi, matakwa yapi? Yale ya Yanga kucheza Kariakoo Derby. Yaani mengi yalikuwa sielewi ndio maana nimeuliza yapi. Ndo hayo ya Kidao. Nisema kwambia ishu ya waamuzi. Yalikuwa mengi. Kuhusu waamuzi, yani kila maamuzi anajirudia haendi kwa bahati mbaya. Kuhusu waamuzi si kama tumalalamika ya Laporta na penalty. Ndio kama yale kwa hiyo ndugu zangu, tumeanza Ijumaa, ni kama tulikuwa tunatabiri ile tukasema ni sure bet. Wakanda hoja ile kuna haja ya kutumia waamuzi kutoka nje ya Tanzania ili kuepusha hizi changamoto lawama. Mimi naamini dabi hii tunahitaji maamuzi kutoka nje. Tarehe moja kutengeneza mazingira ya fairness. Tunahitaji maamuzi kutoka nje. Sio kama ndani wazuri wameisha ama wandani wazuri hawa hapo, hapana. Ndani wazuri wapo, lakini kwa kutumia kigezo cha fairness na kuondoa lawama ama kuondoa sintofahamu, bora atoke mwamuzi kutoka nje. Sio kwa kigezo cha ubora, narudia tena, fairness. Kwa nini nimegusa kigezo cha fairness? Nikitafuta ile pool ya waamuzi ambao nina uwezo mimi binafsi nikasema huyu na huyu wanafaa kuchezesha Kariakoo Derby. Nitaanza na jina la kwanza, Ramadhan Kayoko. Katika kipindi cha hivi karibuni kumkuta Ramadhan Kayoko kwenye game zenye pressure ya juu akisimama yeye kati imekuwa ni mtiti kidogo. Mara nyingi Ramadhan utamuona akiwa kama fourth official. Ramadhan utamuona anachezesha game zenye hadhi fulani ya wastani. Huyu ni moja kati ya waamuzi ambao ukimkabidhi Kariakoo Derby ataichezesha vizuri, lakini sidhani kama ameshakabidhiwa ama ameshakaa sasa kwenye pressure ya juu kwenye msimu huu kuingia moja kwa moja kwenda kuchezesha Kariakoo Derby. Mwamuzi wa pili ni Heri Sasi. Mimi sinaga shaka na Heri Sasi aliyenyooka. Sinaga mashaka naye. Ni moja kati ya elite referees. Lakini Heri Sasi anarudi, hii ni mechi yake ya pili. Tangu arejee. Kaanza kombe la TFF. Baada ya kombe la TFF, Simba dhidi ya Greenland. Baada ya pale, kama mtampa Kariakoo Derby itakuwa ni mechi yake ya pili. Tangu afungiwa kwa wastani miezi 6. Baada ya kuchezesha mechi ya mwisho ya Simba. Huyu tayari ile tai ya kwamba anarejea ni mechi ya pili, na mechi ya mwisho aliyochezesha ili kutokana na kufanya blunders zilizoifaidisha Simba. Tayari Simba na Singida. Tayari natengeneza sense ya hofu kwamba chochote atakachokifanya hata katika minajili ya bahati mbaya kinaonekana ni makusudi. Hata katika utafsiri wa sheria zake na utafsiri wa matukio kuna upande ambao hautotengeneza mazingira ya imani juu yake. Tayari kuna namna ambavyo namdisqualify kwenye hicho kigezo. Na kuja watatu ambaye ni Ahmed Arajiga. Katika mfululizo wa mechi 5 mpaka Kariakoo Derby, nikianza na Kariakoo Derby nirudi nyuma mechi 4 nyingine, kwa hiyo Kariakoo Derby inakuwa ya 5. Ahmed Arajiga iwapo atachezesha Kariakoo Derby atakuwa amechezesha mechi 3 za Simba ndani ya mechi 5. Ahmed kachezesha Simba versus Mashujaa. Simba kashinda. Ile ilikuwa ni Major General Samuel. Mechi iliyofuata ya Simba dhidi ya KMC alichezesha tena Ahmed Arajiga. Iwapo hata chezesha hizi mechi 2 itakuwa sawa. Akija kuchezesha Kariakoo Derby atakuwa amechezesha mechi 3 zinazomhusu Simba ndani ya mechi 5. Jambo ambalo kama tulivyokuwa tunagusa kabla tujaingia kwenye imada, lazima itatengeneza mazingira ya mashaka. Na hizo game mnyama hajapoteza na hakuna matukio ya mashaka. Matukio ya mashaka yapo kwenye game ya kafana ya huku ya Mashujaa.
kulikuwa kuna tukio la penalty kwa mashaka. Bahati mbaya game ya KMC halikuwa lina Musa hivi ndo alikosa Kibu alikosa Kibu. Mechi ya KMC hakukuwa na tukio lile lililotokea, halikuwa ni lake moja kwa moja sababu ilikuwa ni kosa la mwamuzi number 1 line 1 yes. Goli la offside aliyofunga Simba la kwanza la Seleman kwa lile humkuli moja kwa moja, ila tayari kwenye set ya uamuzi kulikuwa kuna walakin juu yake, na kitendo cha kuhusika kwenye mechi 3 kati ya 5 kinaweza kikatengeneza scenario ya hofu. Nimetaja uamuzi bora na sijawa question ubora wao. Sasa nime question tu namna ambavyo kwenye mfululizo wa ratiba wamehusika na hii timu, huku wengine wakiwa hawajaonekana kwenye matukio makubwa kwa muda mrefu. Kukabidhiwa tukio hili inaweza ikawa ni load kubwa sana juu yao. Kwa mantiki hii, naamini binafsi kama mtazamo wangu, ni heri ili kuondoa hizi sintofahamu hapa kati, akapatikana mwamuzi ambaye katika siku za hivi karibuni hajawa na ufungamano na klabu yoyote kati ya hizi mbili, either kwa kuchezesha michezo yao au kwa kuhusika na tukio lolote la moja kwa moja la faida kutoka kwenye hizi timu mbili. Mwamuzi huyo anaweza akatoka nje ya bara la Afrika, anaweza akatoka nje ya popote as long as anatoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo nasimama mimi kwamba kuondoa hizi maneno, kuondoa hiyo mashaka, kupata refari ambaye hajachezesha upande wowote kati ya wawili wa hivi karibuni katika mfululizo wa mechi nyingi, ni heri apatikane mwamuzi kutoka nje. Na hapa narudia tena, sio kwa sababu ndani hawana ubora, lakini kutokana na factors zingine ambazo nimezitaja. Na so far tumewatengenezea pia hofu waamuzi wetu, yani wanashindwa kujiamini kabisa kipindi ambacho wakipewa hizi game za derby. Maana kuna wakati mtu anafanya brand, anaona kabisa hii ni foul, nahitaji kufunika ili tuta, anahofia. Filimbi inaenda mpaka hapa mdomoni, anaanza kujikuna pua hivi. Anashinda kujiamini. Ashuka hivi. Hajiamini ashapoteza. Akamwambia hivi afu huyo hajiamini. 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 Anaona kimnyonga huyu itakuwa kitu kibaya, baadaye nitazungumzwa hivi. Na hofu yao. Kwenye haja mara nyingi nilichogundua kutoka kwa waamuzi wetu wengi ni kwamba katika mechi za Kariakoo Derby kinachowafanya wawe center of discussion ni kitendo cha kutengeneza mazingira ya kubalance. Kwamba kuna tukio lilifanya huku, unahofia kwamba lile tukio haukuliamua kwa usahihi. Kwa hiyo unachofanya ni kwamba tukio lingine huku sasa la usahihi na lenyewe utaliacha kwa sababu unataka uli balance lile tukio lililotokea mwanzo. Kwa hiyo utakuja kujikuta kwamba unafanya blanda mbili ambazo hukutakiwa kuzifanya kwa sababu umeamua kubalance mchezo. Jambo ambalo linazidi kutengeneza pressure kwako kwa sababu automatically ulivyowafanyia Simba walipanic. Inatengeneza alert kwa mashabiki wa Simba, wachezaji wetu wameonewa. Ukisema uje ubalance kwa Yanga, wachezaji wa Yanga watapanic. Unatengeneza mazingira mashabiki wa Yanga kuamini kwamba ili tukio mwamuzi tena kazi ngumu. Utakapokuja kutoa tena faulu nyingine ya 3 katika mfululizo wa tukio lile, ni kama huku ulishindwa kuliamua tukio lile lakini huku umekuja kuliamua tukio ambalo lina mfanano wa tukio lile, tayari unakuja kutengeneza mazingira kwamba huu mchezo unapolegea unamshinda. Utazidi kutengeneza pressure kwa sababu ulichokifanya huku mtu atadai kwamba unakumbuka pale uliliacha. Yawezekana wewe kwenye kichwa chako ulikuwa una balance, lakini wachezaji hawa hawana cha kubalance. Wao watakumbuka kitu ambacho kiliwatokea wao. Unakumbuka pale umeliacha hivi, lakini hapa umekuja kuliamua. Kwa hiyo utakuja kujikuta ile pressure uliyopewa pale kuna namna itakutikisa tu. Baada ya hapo utajikuta tena tukio linalofuata either utaacha tukio ambalo ni halali ama utatoa tukio ambalo sio halali kwa ajili ya kutafuta tena mazingira ya kubalance. Mwisho wa siku unakuja kujikuta mchezo mzima kazi yako ni kukosea, rectify. Dakika 90 zinaisha, center of discussion, mwamuzi Brain Mpogole aka Nsajigwa ameshindwa kuumudu mchezo. Bwana, kwanza uligusia issue ya Sasi kurejea juzi hapa. Kachezesha mechi hiyo ya kombe la CRDB. Licha ya adhabu kali ambazo wanazopewa, hiyo miezi 6 tunayozungumzia. Lakini huyo mwamuzi anasema kwamba leo akipewa team, of course game nyingine, inawezekana kwamba akafanya brand. Tumezungumzia hali ya kutokujiamini, situation imesababishwa na wao wenyewe. Tatizo hili limekuwa sugu sasa licha ya adhabu zote ambazo wanazopewa. Kwa nini sasa? Hofu yangu kubwa ya waamuzi, na hisi Ben nilikwambia hii Ijumaa. Hofu yangu kubwa ya waamuzi ipo kwenye uwezo wao.
kwamba tuna waamuzi wengi, sio wote, wengi wana uwezo wa kati, kwa sababu nimeshuhudia matukio ambayo yanahitaji tafsiri tu, yani umeliona sio hajaliona, kaliona kwamba hii ni fauli hapa, kama la jana na Mungu kwamba wanapaswa apate fauli nje ya box, unaliona tukio, lakini mwisho wa siku namna ambavyo unalitafsiri unalitafsiri katika namna isiyo sahihi. Mimi pale tu siweki kitu kingine chochote zaidi ya uwezo, naweka tu question mark. Uwezo wako mdogo. Baada ya hapo nakuja kufanya tathmini nyingine ambayo inahusu uwezo, mechi ambazo hazina pressure. Katika mechi ambazo hazina pressure bado waamuzi wetu wanafanya makosa makubwa. Yani unakuta mechi ya kawaida, mfano mechi ya Azam na JKT, ile mechi inaga pressure. Yani za nje ya uwanja kuna kwa ina intensity ya hatari pale katikati, game inaumana kweli kweli, lakini hainaga pressure nje ya uwanja. Kwa hiyo mwamuzi unaingia uwanjani very comfortable. Lakini unafika uwanjani, angalia kitu mwamuzi alichokifanya. Pure blanda. Yani unakaa unajiuliza huyu kweli amepita analiza kwa. Lakini kingine ambacho ni kikubwa sasa ni kitu kimoja, kwamba mazingira ya upangaji matokeo kwenye ligi yetu yapo, na kuna muda yanatengeneza hofu kwangu kwamba yawezekana mwamuzi Nsajigwa Mwakalukila huyu hapa bwana, huyu leo kachukua kitu, lakini uthibitishwaji wa haya unakuwa ni mgumu, kwa sababu mtu huyu jana alikosea kwa kuto tafsiri vizuri, leo anaweza akakosea maksudi, ila kwa sababu jana alikosea kwa kuto tafsiri vizuri na leo siku aliyokosea maksudi, tutaamini kwamba huyu mtu amekosea tena maksudi, kiasi kwamba huwezi ukatofautisha ni yupi ambaye amehongwa akosee na yupi ambaye anafanya maksudi. Yes. Yani ni ngumu sana kutofautisha hivi vitu viwili kwa waamuzi wetu wa ndani, kwamba bwana Brain leo amelipwa au ndio uwezo wake, kwa sababu issue za upangaji wa matokeo ni vitu vya wazi. Mfano huu na utumia, si utoi kichwani wala sijaubuni. Mfano ambao ulikuwa public, mfano Jana Manome, goalkeeper wa Tabora, kwenye voice note ambazo zilithibitishwa na Christina Mwagara aliyekuwa msemaji wa Tabora kipindi kile, afisa habari, Jana Manome anasikika na anamwambia sijui ni nani wa Yanga ambaye alikuwa anamuomba aachie goli, alimwambia kitu kimoja, kwa nini msitumie mbinu za kuhonga marefari kama ambavyo Simba walionga marefari? Anamwambia mtu wa Yanga anamshawishi aache magoli. Huyu ni goalkeeper. Yes, huyu sasa ndo mtu ambaye yuko field. Natumia mfano wa mtu ambaye yuko on field. Yuko pale. Safari yake soka la bongo ikaimisha. Yupo. Voice note zake zipo. Na yupo na goalkeeper namba 1 wa TRA. Yuko pale. Ushahidi ulikuwepo, yeye mwenyewe kwa sauti yake anasikika, na zilithibitishwa na Christina Mwagara. Ilikuwa ni mechi ambayo ilitengeneza tension kubwa sana, kama utamkumbuka mkuu wa mkoa Po Chacha. Ile na Alikamwe kwa ndani. Yes, mechi ambayo ilifanya Alikamwe akaenda. Ile ndo mechi ina mfululizo wa matukio yote. Voice notes zinavuja, baadaye Po Chacha anakuja anasema sijui najua mmefatwa sijui nini na nini, yes, message mnazo, vitu kama hivyo. Amanomi alisema tumieni marefari, mimi msinifuate. Mimi nataka nicheze, lakini nyie tumieni marefari. Kuashiria kwamba wanaingilika. Yani marefa wanaingilika. Sio mimi mchezaji. Yani kwamba mchezaji unaweza kumuingia mwingine. Amanomi alionyesha integrity kwamba mimi siingiliki. Lakini kwa kuthibitisha kwamba marefari wanaingilika, inakutengenezea tafsiri kwamba kuna mechi tutakaa hapa Brain, tutachambua mpaka kozi kauki. Tutasema mwamuzi fulani kakosea, kashindwa kutafsiri sheria vizuri, yawezekana uwezo wake ni mdogo. Kumbe mwamuzi fulani mwenzio kahongwa. Sasa inakuwa ngumu kutofautisha yupi anahongwa na yupi anayefanya maksudi, kwa sababu kuna mfululizo wa haya matukio kiasi kwamba hata tukisema hapa tuanze kukumbushana yaliyotokea msimu huu, tunamaliza kipindi hiki, tunamaliza kipindi kinachofuata, na tunafika asubuhi tunakumbushana tukio moja. Nsajigwa. Yes, amezungumzia issue nzima ya uwezo wa waamuzi, japokuwa wanufaika asilimia kubwa zaidi inawezekana ni Simba na Yanga, wanufaika wakubwa kwenye mapungufu haya ya waamuzi katika engo ya uwezo wao. Ninacho naongezewa. Swala ni uwezo wa waamuzi, lakini wanufaika ni Simba Yanga. Kuna timu nyingine hapo unaweza kukuta mtu asichinjwe wametafsiri swala uwezo, mimi hiyo sipandi boti moja. Maana unaweza kukuta kuna game hapa ya KMC za JKT fair kabisa.
Ila huyo mwamuzi kimkuta mechi za Simba na Yanga. Nakwambia hiyo uwezo mimi nishaikataa. Wewe unaamini ni makusudi? Yapo ya makusudi mengi sana. Sawa. Kwa trend sasa ya waamuzi wetu ukijaribu kuangalia tangu tulipo anza msimu tujipo wastani tu tulivyorejea ligi kuu hizi mechi baada ya AFCON. Si ndivyo? Maana kipimo sahihi kuelekea dabi kama tunachagua waamuzi wetu hawa wa ndani. Tangu tumerejea baada ya AFCON mpaka tulipofikia. Uwezo wa waamuzi umeona ume raise ama umeshuka kwamba na wenyewe alijipa lile gap kwa ajili ya kulifresh kidogo nini ili turejee na nguvu kubwa zaidi kama ambavyo timu zilivyokuwa zinafanya maandalizi. Tumepanga uwezo nikilinganisha na wakati ligi inaanza au na msimu uliopita. No, hata ligi maybe ilivyoanza hata ukirefer maybe kwa msimu uliopita. Umepanda. Kwa hiyo una uhakika kwa saizi tukichagua waamuzi kutoka ndani wanaweza weka fair kwenye hiyo game ya dabi. Kwanza sijasimama msimamo wangu ni upi katika hili. Sawa, msimamo wako? Sikubaliani na kuanzia hata kanuni yenyewe kuwepo ya kuruhusu waamuzi wa nje, sikubaliani nayo. Lakini pia siamini kama waamuzi wetu wa Tanzania hawawezi kuchezesha dabi. Na hoja ya kwanza ambayo ina support hiki hapa, nina mechi 10 za dabi tangu msimu 2020 na 21. Katika hizo mechi 10, mechi ambazo zimetuacha na mjadala wa waamuzi ni mechi 2 katika 10. Kariakoo dabi ya kwanza ilikuwa ya Novemba 7, 2020. Ndio hiyo tutakuigusia Abdalla Mwinyi Mkuu, ile penalty ya Onyango kwenda alipomvuta Kisinda. Hiyo ilikuwa Novemba 20. Novemba 7 kumrazi mwaka 2020. Tumeenda hapo mechi nyingine iliyokuja kututetea mjadala ilikuwa ya Kayoko Oktoba 19, 2020. Ile Kibo na katoa kwenye box sijui na kila Mdathiri nini. Yes, hiyo hapo. Kwa hiyo kwenye hizi dabi 10 itoi ya mwisho kwa sababu waamuzi kwa mtoka nje. Hizi 9 ni zawa 2 ndio zina malalamiko. Baada ya mechi kuisha mwamuzi na amekuwa star kuliko hata walioshinda au waliofunga goli. Huu ni thibitisho tosha kwamba watu wanaziweza. Na kwenye hizo 9 wakina Sasia kina Kayoko wamezungumzwa positive kabisa. Na wao ndio walikuwa wanazunguka huko. Na ustaa wao wote waliupata kupitia hizo game. Maana wengi tumewekeza nguvu kwa Kayoko kupitia dabi. Sana. Kariakoo dabi. Kana fanyisha paka na Kolina. Of course. Sasa maana hadi zile picha za macho ile anatoa hizi. Toa macho. Ni dabi hizi. Ni hizi dabi. Sasa katika hizi sina kumbukumbu ya nani alisema aliwahi kumwambia referee mmoja wa hapa Tanzania kwamba waamuzi sio kutoa macho. Waamuzi ni tafsiri sheria. Sasa si mwenyewe pia sifa yake kubwa ilikuwa ni dabi. Kwa hiyo umezunguka wengi sana. Na hata nikitaka hata nirudi dabi zingine 3 bado pia utakuta mambo ni mazuri. Sasa kwenye hizi 9 ambazo mimi nimezichukua kama dabi 2 ndio ulikuwa kuna mjadala na hasa ile ya Kayoko, kwa sababu hata ile Abdalla Mwinyi Mkuu kuna muda unaweza kaelewa. Yes. Na matukio kama yale huwa pia kuna muda huwa yanatofautiana. Kuna mwingine mwamuzi wanaweza kaamua alikudondokea au akaamua ambako foul ilianzia, inategemeana tu. Kwa hiyo mechi 9, 7 ndio mjadala wa waamuzi. Hapa uweze kusema watu wana shida. Na ndio maana hakujawahi kuwa na mjadala serious kwamba sasa imefika wakati tulete waamuzi wa nje kwenye dabi. Kwa sababu gani? Hao watu walikuwa wanafanya vizuri. Maana yake wanaweza wakafanya vizuri. Hiyo ni hoja ya kwanza. Lakini hoja ya pili, hawa waamuzi ambao tunataka waje nje, ukweli uliopo na uhalisia, makosa mengi ambayo yanafanyika na waamuzi wa Tanzania hawa nje pia wanafanya. Tena wakati mwingine wakiwa na usaidizi wa teknolojia. VAR. Mfano mzuri ni AFCON. Una hofu na waliochezesha dabi iliyopita Juni 25. Zimepigwa kelele sana. Huyo aliyechezesha dabi Amini Mohamed Omar alikataliwa na Morocco mechi moja hapa kwenye AFCON. Ikabidi abadilishe. Dahan Beda ambaye mwamuzi mzuri tu Afrika, lakini ana matukio yake naye mengine tena ambayo yana usaidizi, angeza hata kujihusisha zaidi. Tumeshuhudia AFCON iliyopita kile ambazo zilikuwa nyingi. Akaja hapa Jackie nani yule? Jackie Zindara. Jackie Zindara alichezesha finali ya AFCON. Tukio lake moja lilikuwa la Simba na Stellenbosch. Kulikuwa kuna goli lilifungwa pale na nini? Na Kibu, ambalo kiliangalia kulikuwa na viashiria vya offside. Alienda kureview na alivorudi alikuja kama risasi. Ni kama ajua anataka amue nini. Akafikiria
ndo akaweka kati. Janjia Kizindara kapewa finali juzi. Yule naye uwezo ukasema eti ni uwezo mdogo, lakini akuboronga finali. Juzi sikarudia mechi ya Yanga. Finali ipi ya kuboronga? Hii AFCON. Alikuwa matukio mengi mazuri. Ila alikuja kuharibu ile goli la Senegal. Goli la Senegal lilipuliza filimbi before hata kulikuwa hakuna faulu yoyote kufanyia polisi. Ndo blanda tayari hiyo, kwa sababu ile tukio lilikuwa linaenda kuamua mechi. Haya matukio ndo hayo ambao tunaona kwa huku wanayafanya. Kwa hiyo hakuna garantia moja kwa moja kwamba ukimleta maamuzi kutoka nje akija hapa ndani anaweza sikosee. Hiyo ni hoja ya pili ambao mimi naamini hao waliopo ndani wanaweza akafanya. Cha mwisho, paka tunafikia kuleta waamuzi wa nje msimu uliopita. Hoja kubwa sana iliyopelekea pale ni kwa sababu kuna makosa yalifanyika kwa baadhi ya watu watendaji kwenye utawala wa mpira. Kwa hiyo kwenye harakati za kutoka kuridhisha baadhi ya watu, kichaka ilikuwa ni kuleta waamuzi wa nje. Na ushakujuza ile gharama itoka kwa nani ya kuleta waamuzi wa nje? Kwa sababu bajeti haikuwepo kipindi msimu unaanza, lakini ikaja mwishoni. Ushakujuza hii bajeti itoka hapa kwa waamuzi wakaja. Amna, si ndio? Kwa kile kwa ni kichaka cha watu kujificha tu. Na ndio maana dabi iliyofuata sikasema waamuzi wa ndani anajiga. Ya nani ngawa jamii. Mjadala ambao ulibaki pale ulikuwa unaoelewa. Yaani ile mjadala lile goli kwamba ni foul so foul, offside, lile ni tukio ambalo kwenye VAR lingeweza kuwa na msaada zaidi. Hauwezi bado lingesimama kwa goli. Vyovyote vile, lakini ni tukio ambalo kwa moja uwezo ukaliamua hivi. Kwa ndo maana hata yeye alipofanya vile kitu ambacho yeye anaamini sahihi ilikuwa ni fair tu na mechi ndio ikae imeisha vile. Hakuwa na haja tena kuweza kuleta maamuzi wa nje. Kwa hiyo kwa hizo hoja tatu ambazo mimi nimezitaja, sioni sababu ya kuleta maamuzi kutoka nje. Na kingine kuhusu kuleta maamuzi kutoka nje, wakati AFCON inaanza kulikuwa na mjadala mkubwa, kwa nini hatuna waamuzi kwenye michuano ya AFCON. Kuna wakati taifa kama Tanzania ambalo linakuwa kama waamuzi wako wewe uwezo kuwaamini kwenye michezo mikubwa, ni ngumu sana wao kuweza kuaminika nje. Anajiga kapata gaps nyingi hapa, lakini kwenye hizi dabi 6 hizi za hapa karibuni nyingi katizesha yeye na akafanya vizuri. Mara kitu amtengenezea ngazi yeye kuitwa hata ni ngazi ya kwenda. Kwa sababu mtu anaweza akaja akasema labda mbona Misri wao wanaleta waamuzi wa nje lakini bado hapo, lakini Misri kuna eneo ambalo alifika la ukubwa watu wana doubt, kwa sababu kubwa ya waamuzi kutoka nje ya Misri ni kutokuaminiana, sio kwamba wanafanya vibaya. Mmemsikia Wakanda haoji maybe ubora sometimes wa waamuzi kwenye hiyo dabi. Mfano ameorodhesha waamuzi wake hapa watatu haraka haraka, kwamba leo tukimkosa Ahmed Arajiga tumtizame Ramadhani Kayoko, si ndivyo? Tukimkosa Kayoko tumtizame Elisasi. Tukitoka hapo kwenye hiyo tatu bora, kuna mwingine unaweza kumuingiza maamuzi hapo katika watatu? No, hawana muendelezo. Hawana muendelezo. Ila kuna maamuzi mmoja, huyu nafikiri ni msimu wa pili, akipewa game naamini atafanya vizuri. Anatoka Mbeya. Nani? Yule maamuzi anaitwa Sifu Amon. Usilete uwakala. Asilete uwakala. Ila nina uhakika kwa mfuatilia yule maamuzi. Sifu Amon. Mwaka kachezesha mechi kubwa ipi? Kuna juzi hapa nakwambia, umeona games back to back ya mchezo Chamazi hapa. Watu wanataka at least kubwa yenye pressure moja. Lakini inawezekana ucheze mechi kubwa na ukapewa dabi ukafanya vizuri. Kwa mfano Hans Mabena alipewa dabi 2019, alikuwa hana dabi yoyote. Ilikuwa dabi yake ya kwanza. Hans Mabena wa Tanga. Na kufanya vibaya kwenye ile dabi. Yaani kwenye dabi yako kila mtu atakuwa na dabi yake ya kwanza. Yaani ninachomaanisha ni kwamba kwenye assessment ya kwamba huyu anatosha kwenye dabi, kuna game fulani unapewa. Kuna game fulani tunakuona kwamba bwana huyu alishawahi kuchezesha game ya Singida na Simba. Huyu bwana alishawahi kuchezesha game ya Azam na Yanga. Huyu bwana alishawahi kuchezesha yani zile dawi za kati fulani.